mbinguni katika chakula chake kitakatifu lililo neno lake. Nasikia kuwiwa sana ndani yangu kuona kwamba ninazileta habari hizi za Mungu wetu mkuu katika utimilifu wote na utakatifu wote. Basi tukaweze kuziomba heri zake tunapoliendea neno lake. Bwana wetu na Mungu wetu, tunakushukuru Bwana kwa kutuajalia mwanzo na kipawa cha uzima kuweza kuiona siku hii njema. Umetulinda usiku kucha ukitukinga na ile mishale ya adui ya usiku. Umetuajalia Bwana kuweza kuiona siku hii tukiwa waheri wa afya, na kwa hilo tunakushukuru. Asante kutuleta katika nyumba yako Bwana na kwa ajili ya ibada, na pia asante kwa ajili ya muda huu ambao sasa uko mbele yetu, tayari tukaeze kuumega mkate huu ambao umeuandaa kwa ajili yetu. Tunaomba Bwana ukapendezwe kuipa mioyo yetu utulivu, mbali na usumbufu wa aina yoyote ile. Tunaishi katika dunia ambayo Bwana ina changamoto nyingi, na inawezekana Bwana kati yetu kuna watu ambao wamekesha usiku kucha Bwana wakiwa wasikii vizuri, wakiumwa na miili yao, na wengine wakipitia changamoto fulani Bwana. Watu hawa wamekuja katika nyumba yako wakiwa na uzito mno wa mioyo yao. Ninaomba Bwana wakaeze kupata heri kwako, wakaeze kutwika wewe mizigo yao hii, ili Bwana hasa muda huu wa neno lako mioyo yao na nia zao zikakuelekee wewe, kuweza kusikia yale utakayonena. Ninaomba Bwana ukalitumie neno lako kuweza kuwa dawa kwa kila mifupa ambayo inaugua, na kuweza kutia nguvu kila vifundo ambavyo vimeweza kulegea vya miguu ya watu. Bwana ukaimarishe wote walio wadhaifu wa imani, na wale ambao hawajatendewa kazi ya neema ya wokovu ukaweza kulitumia neno lako kuwaleta mahali patoba iletayo wokovu. Katika jina kuu la Bwana wetu na Mwokozi Yesu haya tumeomba kwa imani. Amen. Juma lililopita tulianza mlango wa 24 wa kitabu cha Mwanzo, na tuliweza kufanya hima kuona kwamba tunafanya vifungu 9 vya kwanza, na naweza kuwa labda sikupitia kifungu baada ya kifungu, lakini nimeona ya kwamba objective yangu ya vifungu hivyo niliweza kuifikiria, maana penyewe nilikuwa niangalie kutengenezwa kwa kiapo kile ambacho Abrahamu alikuwa anamhusisha yule mjakazi wake, mtumwa wake, ambaye tulimuona katika fungu la 2 akitajwa kuwa alikuwa msimamizi mzee. Na tuliona kama nilivyowatanguliza katika mlango huu ni kwamba kikuu tulicho nacho katika mlango huu hasa ni ndoa yake Isaka, na mazingira yenyewe ambayo yanaweza kuikumba ndoa hii ni kwamba tunamuona baba akiweza kutokezea kuhusika mno katika ndoa hii, na akitaka kuijua hasa hatima ya mwanawe ama maisha ya mwanawe yanaweza kuenda namna gani baada ya yeye kutoka katika dunia hii, na akiazimia kwamba mwanawe inampasa kuweza kumpata mke ambaye anaweza kushirikiana naye katika imani ya Mungu wake. Hivyo Abrahamu anaweza kumuita mtumwa wake atakayeweza kumtuma kuenda mahali alipotoka Abrahamu, yani Uri wa Kaldayo, nchi ya Harani. Nafikiria Uri wa Kaldayo ndio mahali penyewe ambapo baba ya Abrahamu Nahor aliweza kuishi. Lakini baada ya kuitwa kwake Abrahamu, mlango wa 11 fungu la 24 hadi 31, tunaona ya kwamba wanatoka katika nchi ya Uri wa Kaldayo na wanaenda katika Harani. Ni kutoka Harani ambapo Mungu aliweza kumtenganisha Abrahamu na baba yake, maana baba alikufa mahali pale, akiweza kutoka pale na kuweza kuendea nchi ya Kanani. Sasa hivi sasa wako katika nchi ya Kanani, na itakuwa sasa imepita miaka zaidi ya 60-70, maana akitoka mahali pale akiwa na 75, sasa ni mtu kati ya miaka 147-37, kwa sababu tunapoangalia mlango huu mwana Isaka yuko na miaka 40. Kwa hivyo wale ambao wamefikisha 40 na hamjaoa, kumbe si nyinyi peke yenu. Isaka pia na miaka 40 sasa anapompata
mkewe. Na tukawa tunaona then the forming of the vow, utengenezaji wa kile kiapo ambacho Abrahamu anataka kuhakikishiwa kutoka kwa mtumwa yule ya kwamba yamkini atahakikisha ya kwamba mwanawe Isaka ameweza kumpata mke kutoka mahali alipozaliwa. Na tukaweza kuona the seriousness of the vow, ya kwamba Abrahamu anapomwambia mjakazi aweke mkono wake katika paja lake ili akaweze kuwapa, tuliona ya kwamba ni zaidi ya kuweka kwa paja. Na tukaona kwamba kiapo kile, kama tukiweza kuyanukuu tena maneno yake mwana commentator huyu ambaye anaitwa Adam Clark, ambaye ni mmoja ya wachanganuzi wa maandiko wa Kiyahudi, anasema maneno haya ya kwamba the person binding himself put his hand under the thigh of the person to whom he was to be bound. That is, he put his hand on the part that bore the mark of circumcision to be a sign of God's covenant. Our idea of delicacy may revolt from the rite used of this occasion, but when the nature of the covenant is considered, of which circumcision was the sign, then we shall at once perceive that this rite could not be used without producing sentiments of reverence and godly fear, as the contracting party must know that the God of this covenant was a consuming fire. Ya kwamba yule mtu ambaye anaingizwa katika kiapo hiki anayepaswa kuwapa, anapaswa kuweka mkono wake katika paja. Ni kwamba mtu huyu anayefunganishwa katika hili, inamaanisha kwamba aweke mkono wake katika sehemu ambayo inaikabili alama ya tohara, kuonyesha kwamba hili lilikuwa ni ishara la agano la Mungu. Mawazo yetu yaliyo mepesi yanaweza kukinzana wakati mwingine, lakini tunapoweza kuitafakari agano hili na kuona ya kwamba kulikuwa na kuwekwa kwa alama hii ya tohara, basi hii itakuwa kama ishara kujua mara moja ya kwamba tambiko hili ambalo limeweza kutumika ili kuitengeneza kiapo hiki kinaweza kupeana heshima za kito kwa Bwana, heshima kwa Bwana na hofu ya kiungu, ambayo yule ambaye anaingia katika maagano haya anapaswa kujua ya kwamba Mungu anayehusika katika maagano haya ni moto ulao. Kwa hivyo alikuwa ni maagano ya uzima na mauti, hivi kwamba yule ambaye ameweza kuingizwa katika maagano haya, kuapa kwamba ataweza kuyatenda, kama akiweza kukeuka, basi sharti kifo kimpate. Na tukaweza kuyaona, nikaweza kuliingilia sana swala la ndoa, kwa sababu hilo ndilo swala lililo kubwa katika mlango huu. Nikaweza kuliingilia, na hata leo pia nitaweza kuendelea katika swala hili. Nataka tujue ya kwamba mlango huu japokuwa unaonekana kuwa mkubwa, hatutakuwa na kazi nyingi ya kuweza kuifanya ya fungu baada ya fungu, kwa sababu ni maelezo mengi yaliyo mahali hapa. Basi tukaweza kuona ya kwamba Abraham anataka kujua mwanamke wa namna gani atakayeweza kupatikana. Hilo lilikuwa ni utimilizaji ama utengenezaji wa agano ama kiapo kile, na kisha tukaona yale yaliyoruhusiwa na yale yanayokatazwa. Now the content of the vow itself. Na tulipokuwa tunaweza kuangalia the content of the vow, tuliona ya kwamba first the content was the positive one, was huyu Eliaza, namuita Eliaza japokuwa jina lake halijatajwa. Eliaza alikuwa hakikisha ya kwamba Isaka anapata mke, lakini mke mwenyewe atokezee nchi ya Harani. Na hilo tuliweza kuliangalia kwa kipana, tukiweza kuelezea maisha hasa ya ndoa zetu hata sisi zinaweza kufanyika namna gani. Kwa nini mwanamke lazima atoke Harani? Tukaweza kuelezea mambo hayo. Jambo la pili, the second content in this vow, ilikuwa ni yale makatazo ambayo yako katika agano, katika kiapo hiki. Na katazo lenyewe lilikuwa hili moja, kwamba mtu huyu ahakikishe ya kwamba
Isaka haezi kuenda katika nchi ile. Na katazo hili linatokezea baada ya kwamba mtumwa wake Abrahamu Eliaza alipoweza kutafuta mwanya wa kuweza kujitoa katika kiapo. Na mwanya wa kuweza kujitoa katika kiapo ni kwamba kama itatokezea kuwa nimeenda kweli katika nchi ya watu wako Abrahamu, halafu itokezee kwamba msichana hatakubali kuweza kuja nami ili kuweza kumpeana mtoto wako kama mke, je, nitafanya nini? Sasa tutaweza kuangalia kutoka fungu la 5, utaweza kusoma hadi fungu la 9, halafu tutaweza kuangalia kuingia katika somo letu la leo. Lakini nimesema leo ni kama bado I will still be dealing with the same item. So from verses 5. Yule mtumishi akamwambia, labda yule mwanamke hatakubali kufuatana nami mpaka nchi hii. Je, nimrudishe mwanao mpaka nchi ulikotoka? Ibrahimu akamwambia, ujihadhari usimrudishe mwanangu huko. Bwana Mungu wa mbingu alinitoa katika nyumba ya baba yangu na kusema nami katika nchi niliyozaliwa. Aliniapia akisema, nitawapa uzao wako nchi hii. Yeye atampeleka malaika mbele yako, nawe utamtwalia mwanangu mke tokea huko. Na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe, basi utafunguliwa kiapo changu hiki, lakini usimrudishe mwanangu huko. Yule mtumishi akaweka mkono wake chini ya paja la Ibrahimu bwana wake, akamwapia katika neno hilo. Amen, amen. Sasa basi tunaona kunaangaliwa hapa kuweza kuonekana kutokuwa na hatia kama ikitokezea ya kwamba sijaweza kumpata yule mke wa mwanao. Eliaza anajua uzito wa maagano yale ambayo anaingizwa, na kabla aweke mkono anataka kuweka mambo wazi, hasa kinaga ubaga. Na ndio maana napelekea swali lake ya kwamba yule mtumishi akamwambia, labda yule mwanamke hatakubali kufuatana nami mpaka nchi hii. Je, nimrudishe mwanao mpaka nchi ulikotoka? Ibrahimu akamwambia, ujihadhari usimrudishe mwanangu huko. Sasa nataka tuangalie jibu hili la Abrahamu. Abrahamu anamwambia yule mtumwa ya kwamba ujihadhari, take care that you do not take my son there. Why the emphasis? Mbona Abraham aweza kusisitiza hivi? Abrahamu alipokuwa katika nchi ya Uri, nchi ya Wakaldayo, alikuwa mwabudu sanamu, mwenye kuabudu miungu mingi, na anaitwa na Mungu, anatenganishwa na uzao wake, na hasa apewe maagizo kamili ili aianze safari yake na ushirikiano wake na Mungu. Mungu alihakikisha ya kwamba ameweza kumtoa mwanzo katika Uri wa Kaldayo akamleta Harani. Ile makosa inafanyika ni kwamba Abrahamu anapoitwa anamchukua babake, anakuja naye mpaka Harani. Anapofika Harani, Mungu ananyamaza, lakini kitu kimoja kinatokezea. Nahori baba ya Abrahamu atakufa, Tera baba ya Abrahamu atakufa, na baada ya kufa kwake Tera, basi Mungu anamtokezea Abrahamu, anamuita, na anapomuita anamwambia atoke katika Harani na aweze kuendea mahali penyewe. Anapoitwa kutoka mahali pale, Mungu anamwambia kuna nchi ambayo nitakupa, na hiyo nchi itakuwa yako wewe na uzao wako. Kwa hivyo basi, anaposisitiza ya kwamba mwanawe asiweze kuenda mahali kule alikokuwa, ni kwamba Isaka wala hana mizizi yake kutoka mahali hapo. Isaka mahali aliponapo yuko na mizizi katika ahadi, na kwa kuwa mizizi yake katika ahadi ya kwamba mwana huyo anapatikana nje ya uwezo wa mwanadamu wa kawaida kuweza kupata mtoto, ni mwana huyu wa ahadi anaishi katika maagano, na kukaa kwake mwanzo wake ni maagano, ni aendelee katika maagano.
katika maagano. Hana nafasi ya kuweza kurudi katika nchi ambayo nje ya maagano yale ambayo baba aliweza kuyaanza na Mungu. Lakini jambo lingine ambalo Abrahamu anamaanisha katika jawabu hili ni kwamba kama imetokezea kwamba mke amekosekana, bado hakuna alternative ya Isaka kuweza kupata mke kutoka Kanani. This is the second version of this verse, ya kwamba kama itatokezea ya kwamba binti hajapatikana, bado Isaka hawezi kuchukua kutoka Kanani. Fungu la 7 linasema maneno haya: Bwana Mungu wa mbingu aliyenitoa katika nyumba ya babangu na kusema nami katika nchi niliyozaliwa, aliniapia akisema, nitawapa uzao wako nchi hii. Yeye atampeleka malaika wake mbele yako, nawe utamtwalia mwanangu mke tokea huko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu ananena mambo ambayo yako katika uhakika kwa sababu ya uhusiano alionao na Mungu. Lakini maneno haya yanayoyaongea yanaanguka katika masikio ya Elieza, ambaye Elieza hajaujua ule uhusiano Abrahamu alionao na Mungu. Abrahamu hasemi kama kwa kubahatisha ya kwamba rudi huko utapata mke. Ana hakika, kwa sababu tutaona katika mafungu yanayofuatia hapo mbele, nena mambo haya katika uhakika huu ya kwamba malaika wa Bwana atakutangulia. Katika lugha nyingine ni kwamba hakuna anayetanguliwa na Bwana katika safari yake akakosa kufanikiwa. Lakini Elieza haelewi mambo haya katika mtizamo huo, na kwa sababu hiyo then Eliezer raises up the objection in verses 5. Abraham is saying, kama itatokezea kwamba umerudi kwetu na haujampata mwana, ijulikane haya: Bwana Mungu wa mbinguni aliyenitoa katika nyumba ya babangu na kusema nami katika nchi niliyozaliwa, aliniapia akisema, nitawapa uzao wako nchi hii. Yeye atampeleka malaika wake mbele yake, nawe utamtwalia mwanangu mke tokea huko. Na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe, kama inawezekana anayetanguliwa na Bwana na kwamba itawezekana asiweze kufanikiwa, Abrahamu anamwambia hakikisha ya kwamba mwanangu bado hatapata mke kutoka kwa Kanani. Katika lugha nyingine Abrahamu anasema hivi: acha Isaka akae bila mke. If we cannot get the right woman, if we cannot get the woman that shares the same faith with him, then let my son be a bachelor forever. Nafikiria unaona uzito wa ndoa na yule unayemuoa ni nani. Proverbs chapter 19 verses 13 and 14. Zaburi ya 19. Proverbs. Mithali samani. Mithali ya 19 kuanzia 13 na 14. Mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye, na ugomvi wa mke kama kutonatona daima. Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Fungu la 13 kama vile ambavyo tumesoma linasema maneno haya ya kwamba mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye, alafu na ugomvi wa mke kama kutonatona daima.
mwana mpumbavu. Katika jambo hili ni kwamba katika vifungu hivi viwili ambavyo tumevisoma vitatupea boma mbili ama two homes, boma la mwana mpumbavu na boma la mwana mwerevu. Yule mwerevu ni fungu la 14, yule mpumbavu ni fungu la 13. Na inasema hivi ya kwamba, utanisomea tena msomi. Mwana mpumbavu ni msiba kwa babaye, na ugomvi wa mke kama kutonatona daima. Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Neno hili ambalo limeweza kutafsiriwa hapa mpumbavu ni neno la Kiyahudi kestil, ambayo halina ufahamu tulio nao kama tulivyo nao sisi kuhusu ujinga, lakini lina ufahamu wa namna hii. Kama tukiangalia kitabu cha Ecclesiastes mlango wa 4 fungu la 5 na fungu la 13 linaweza kueleza mambo haya, kwamba katika ujumla neno hili linamaanisha aina ya wajinga wengi, kama ambavyo Biblia inaweza kueleza katika kifungu hicho. Ecclesiastes 4:5 verses 13 as well. Mhubiri 4:5 na 13. Mhubiri 4. Sasa naomba ngojea msomi. Katika hili neno kestil ambalo linaweza kutafsiriwa hapa mpumbavu liko katika mithili inayomaanisha hivi: mtu ambaye haezi akaishi maisha ya ufanisi in a practical way. Kwamba mtu huyu, ujinga huu ambao unatajwa mahali hapa utapata tena katika Mithali 1 fungu la 22, ya kwamba ni mtu ambaye ana tabia ya kuweza kuidhihaki mambo ya Mungu, na matokeo yake ni kwamba mtu huyu hujiletea uharibifu wake mwenyewe. Katika maana ya neno hili inaweza kumaanisha kwamba mtu ambaye hufanya maamuzi yake katika haraka bila kuweza kuweka viegezo vinavyopelekea kufanya maamuzi yake. 4:5 and verses 13. Heri 4 verses 5 and verses 13. Hiyo Ecclesiastes. Mpumbavu huikunja mikono yake, naye hula chakula chake mwenyewe. 13. Heri kijana maskini mwenye hekima kuliko mfalme mzee mpumbavu. Sasa mtu huyu ambaye hufanya maamuzi haya ya haraka ni mtu anayekimbizana na upumbavu, ambaye hataweza kuheshimu, lakini anajiletea madhara yake mwenyewe. Sasa Biblia inamtaja ya kwamba kijana kama huyo ambaye ni mpumbavu huweza kuletea madhara kwake mwenyewe, na hivyo anatajwa kwamba ni aibu kwa babaye, kwa sababu babake ataweza kumwangalia kijana kama huyu akiweza kufanya madhara. Elezo zaidi, a practical way of explaining this verse, ni ile habari tulionayo katika Injili ya Luka mlango wa 15 about the prodigal son. Huyu kijana ambaye aliweza kuenda kwa babaye na akataka kupewa urithi wake, na baba kwa kuwa anajua ni haki yake kijana akaweza kumpea, lakini baada ya kuanza kuchukua ule urithi ambao ni haki yake, tunaona kile ambacho kilitokezea baadaye. Aliweza kutoka yeye mwenyewe na kuweza kuiendea nchi ya mbali, akiweza kupoteza mali zote alizo nazo. Mjinga huyu ambaye anaidhihaki hekima ya Mungu, wala hapendi kulifuatilia lile lilowazo ama ushauri wa Mungu. Fungu la 14. And this is practical again in Proverbs verses 19. Mithali Hapo 14. So we're in verses 14. Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Sasa
tunakutana na jambo hili tena. Biblia inasema hivi ya kwamba nyumba na mali huo ni urithi ambao mtu anaweza kupata kwa baba. Vile tulivyo hapa, Abrahamu mtoto wa Joshua ana hakika ya 90% ya kwamba mali ya baba yake itakuwa urithi wake. Tuache sisi ambao hatukurithi chochote kutoka kwa baba zetu. Mama, ulirithi nini kutoka huko? Kuna wale ambao hatujarithi chochote. Sasa wewe na mimi acha tukae hivi, lakini kuna watu ambao watarithi. Lakini labda tumerithi jina tu. Nimerithi jina, so acha nijivunie hilo jina. Nimerithi jina. But anapolinganisha mtu huyu thamani ya mke na thamani ya urithi, anasema hivi: kama unahitaji kupata kitu chochote kutoka kwa baba, kile unaweza kupata cha maana sana ni nyumba na fedha na mali zile ambazo anaweza kukuachia. Lakini masuala ya mke, anasema hivi, kama unataka mke mwema. Sasa nyinyi ambao hamtaki mke mwema, mnaweza mkawapata kwa baba zenu. Hao wake wema, hao wake ambao si wema, mnaweza kuwapata kwa baba zenu. Lakini kama unataka mke mwema, Biblia inasema mke mwema anatoka kwa Bwana. Unafikiria kwa nini anatajwa mke mwema? Kwa sababu mwanamume katika maumbile ya Mungu, Mungu aliazimia ya kwamba familia itaongozwa na mwanamume. Ni yeye ambaye ana jukumu la kumpata mwanamke. Na kwa kuwa mwanamume kichwa chake cha utawala ni Kristo kama mamlaka iliyokuu, inampasa anapohitaji kuitengeneza familia ambayo inatokana na Mungu, mwanamke mwenyewe aliye mwema atoke kwa Mungu. Wale wanawake ambao mko hapa ambao mmeolewa, mnajiona kuwa wake wema ama msinipe jibu, lakini nataka mjiulize, unakuwa mke mwema? Mke mwema kwa mujibu wa maandiko ambayo tunaendelea nayo ya kitabu hiki cha Mwanzo mlango wa 24, Abrahamu anasema mke mwema ni huyu basi, ambaye ataweza kutoka katika nchi yangu. Mke mwema kwa ajili ya Abrahamu ni mtu ambaye ataweza kutoka mahali nilipotoka. Katika lugha nyingine, mtu ambaye anamjua Mungu yule ninayemjua, anayezijua tabia zetu, anayejua malengo ambayo Mungu ameweza kunipa. Na hapa ndio kunaweza kuwa na shida. Unapotaka kuoa, tafadhali nataka ujichunguze wewe mwenyewe mwanzo, ujijue wewe ni nani. Kama wewe ni mang'aa na wewe ni bangi tu, basi wewe katafute mang'aa na bangi tu. Lakini kama mtu ambaye uko na ndoto ya kuwa nani maishani, hasa katika ufalme wa Mungu, utaweza kuwa makini sana na yule mwanamke ambaye unaenda kuoa. Utaweza kuwa makini sana na yale maisha unayoishi. How does it feel like? Ama kwa nini umeona viongozi wengi katika serikali zetu tu za kisasa wanakuwa na uharaka ya kuweza kuwaua watu ambao, samahani, haya si maneno yangu. Juzi Rais Ruto alikuwa akisema hivi kumhusu Gachagua, sijui kama ni ya kweli ama ni urongo, ya kwamba Gachagua ameweka mimba mtoto wa wenyewe, alafu ameenda baadaye alipojua ya kwamba amejifungua, ili kuweza kuikinga ahadi yake, anaenda kuweza kumuua yule mama na mtoto wake. Ni mtu ambaye katika kuishi kwake hakuweza kufikiria anapoishi leo, hakujiangalia siku moja atakuwa deputy president. If you are intending to be a president tomorrow, you are preparing
today? Wale vijana ambao kazi yao ni kuchukua tu bunduki yao na kuweza kudunga kila mahali kwa msichana, jiangalie siku moja ukiwa mchungaji umesimama na hubiri hivi. Halafu ukiwa umesimama hivi na umedanganya watu ya kwamba mwanamke mmoja, mwanamke mwingine anaingia pale amebeba mtoto na anasema huyu ni mtoto niliyezaa na wewe, na uko mchungaji. Do you have a dream to live a good life? What do you do with your today? Do you have a dream? Are you guarding your testimony today? Whom you shall become tomorrow? Are you living that lifestyle now? Imagine vile nahubiri haya maneno na niko Facebook. Alafu ingia hapo Facebook upate msichana hapo amesema, na hata jana nimelala na wewe kwa ile guest fulani. That's what I am saying. If you have a future with God, kama kuna maisha ambayo tunataka kuyaishi, kesho yako yaishi leo. Na mke yule unayemchagua leo aweze kusimama kuwa mshindi ama msaidizi wa maono ulionayo kesho. I have seen some of my friends ambao ni watu walikuwa wanampenda Mungu, lakini wakakosa kujua kuangalia kesho ya maisha yao ya ndoa itakuwaje, na wakajichagulia wanawake tu ambao wanataka. Siku nyingine nilienda kazi kule magharibi, sehemu zile za huko mahali ambako mzee Peter Petero ametoa mke wake. Na tulipoenda kupima watu, tukutana na wasichana wazuri wanafanya kazi kwa hiyo county assembly. Na rafiki yangu fulani alikuwa hajaoa wakati huo, na alipotoka akaniambia hapa. Nikamwambia mimi nashukuru Mungu nishaoa. So tukafanya kazi tukamaliza. Tulipomaliza nakumbuka nilitoka jioni hiyo, niliweza kwenda kutembelea boma ya kina mama Peter Petero. Nikaenda nikakula huko mimi nikashiba, na tukarudi. Nilienda na hao wenzangu. Tuliporudi ile hoteli ambayo tunalala, tukipitia reception ndio tufika kwa nyumba, kuna baa katika ile hoteli. Na wale wasichana wazuri wenye walikuwa tumewapata kwa zile ofisi wakifanya kazi, tukiwapata pale wameweka michupa ya mizinga. Na nikamuuliza huyu mwenzangu, sasa huyu ni mke unataka awe mke wako? Brothers, I'm saying brothers to many you men ambao mna nia ya kuoa, ambao mnataka kuoa. What is it that you are looking for in that woman? And the Bible says, mali na urithi ama nyumba na urithi, hizi ni vitu mtu hupata kwa babaye, bali mke mwenye busara yeye hutoka kwa Mungu. Hutoka kwa Mungu, kwa sababu anayetoka kwa Mungu, nisaidie hii simu, naona inanitatiza kidogo. Anayetoka kwa Mungu atayatimiza malengo alionayo. Juzi ilikuwa nawaambia ya kwamba Mungu baadaye anakuja kuonyesha, na ndio umalizie hapo, anakuja kuitoa kama amri juu ya taifa lake teule Israeli, ya kwamba wasiweze kuoa kutoka kwa mataifa watu wasioamini. Kwa sababu akiwaelezea katika waraka wa Petro wa kwanza mlango wa 2 fungu la 9 anasema ya kwamba but you are a chosen people. You are a chosen people. Nyinyi ni watu tofauti. You are a holy nation. You are a house of royal priesthood. You are chosen.
wewe ikifika kuchagua mke unataka kuchagua kama mlevi tu, bora ni figure 8 basi sawa, inatosha hiyo. Wewe ukianza kuchagua mume, bora tu ana pesa, bora naweza kuita darling, yaani hiyo inatosha hiyo. Habari yako ya wokovu haijalishi tena. Wa Korintho wa pili 2 ama 1:6-12-14 Biblia inasema hivi: msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi sio ya sawa sawa, kwa maana kuna ushirika gani kati ya Kristo na Beliari? Kuna ushirika gani kati ya giza na nuru? Kuna ushirika gani kati ya Mungu? 1 Corinthians 6, 2 Corinthians 6:14. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Lakini ikifika wakati wa mapenzi, wasichana hawataki mistari kama hii ya maandiko. Wanasema ya kwamba hawa wa kanisani wanaboesha, kwa hivyo wanataka wale wanaofurahisha. Wale wanaofurahisha ni wale ambao watakununulia pizza na chipsi nyingi ukule, wakuwekee na kamvinyo, waende na wewe dancing floor, wakushika kiuno ucheze, utoke huko kama mwili unasikia vizuri. Kama hata hujali maisha yako, hujali maisha ya wanao, hujali maisha ya wanao. Abrahamu anawaambia mjakazi wake, fungu la 8. Nataka kusema eti ndo anataka kuanza sasa kuhubiri, kumbe time zimeisha tayari. Fungu la 8 anasema maneno haya. Acha nimalize la 9 basi nitaanzia 10 juma lijalo. Ya kwamba na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe, basi utafunguliwa kiapo changu hiki, lakini usimrudishe mwanangu huko. Amen. So hapa the English version imesema, only bring not my son there again. So that again ina matumizi ya lugha za wakati huo, because again kama kwetu itamaanisha labda Isaka alikuwa amewahi kuishi huko. Isaka hajawahi kuwa huko. Labda tuingie katika mambo ya imani zaidi ya kwamba alikuwa katika viuno vya Abrahamu akitoka huko. Lakini ni katika tu lugha za wakati huo, haimaanishi kwamba Isaka alikuwa amewahi kuwa kule. Fungu la 9 and the 7, nimeona kwamba I have only gone 37 minutes kulingana na muda huu ambao nimetumia, kwa hivyo nimetoka kuchelewa. And the servant put his hand under the thigh of Abraham his master and swear to him concerning that matter. But all credit to Abraham, kwa sababu the constitution of the vow inapelekea mzee wa watu yuko tayari kuexpose uchi wake kwa sababu ya kuhakikisha kwamba mkewe anapata mke, mtoto wake anapata mke ambaye ni wa kiungu. Nimekuwa nikisema kila wakati ya kwamba watoto wangu hawa wakianza kufika miaka 24, miaka 25, nitaanza kuwaongelesha habari za kuoa on a serious note. And some of the values I will deposit to them is the man of a woman they want. Yaani usiku kabla nilale nilikuwa nauliza watoto wangu ya kwamba sasa ukitaka kuhubiria mtu utamhubiria vipi ili aweze kuokoka? Na Presley akasema nitatumia John 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kamwambia sasa nielezee inamaanisha nini? Akasema Mungu aliupenda ulimwengu kwa sababu wanadamu walikuwa wamekufa. Na mwanadamu ana kifo mara 3 ambacho kinamngojea. Kifo kile ambacho hata kufa sasa hivi ukijaribu kuguswa kuamshwa hutaamka. Na mwanadamu anakuja duniani akiwa amekufa kwa sababu ya dhambi aliyoweza kuifanya. Na kisha kuna kifo kile ambacho atatengwa na Mungu milele.
Brothers, let us deposit the values in our children. Tuweze kuweka maadili ndani ya watoto wetu, maadili ya kiungu. Wewe mzazi ambaye uko hapa, unakaa wiki nzima inaisha, hujawahi kuketi hata na watoto kuwasomea tu mstari wa maandiko, na wewe unajipigia makofi kuwa ni mama mzuri, baba mzuri. You are not. Abraham amesimama hapa kama baba kweli ambaye anaiwaza kesho ya mwanawe. So tusome verses 10 then mpaka fungu la 10 hadi 14. 10 hadi 14. Kisha huyo mtumishi akatoa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake, akaenda zake, maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Akaondoka akaja mpaka Mesopotamia, mpaka mji wa Nahori. Akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni, wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji. Naye akasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu uyajalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana atakayemwambia tua mtungi wako na kuomba ninywe maji, akasema unywe, nami nitawanywesha na ngamia zako pia, basi huyo na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Amen. So the role has been defined kutoka fungu hilo la kwanza hadi 9. Imeweza kila kitu, mchoro umeweza kuchorwa vizuri, nini ambacho kinampaswa kufanya. Sasa Eliaza anafunga safari kuweza kuelekea katika nchi ile ambayo Abrahamu ametoka. Na Biblia imetaja katika maneno haya kwamba huyu bwana akaweza kuingia katika zizi la mifugo ya bwana wake, yani Abrahamu, na akaweza kuchukua mifugo, na tunaona anachukua ngamia 14, ngamia 10, na anaanza safari kuelekea mahali kule ambako amekutuma. Niliweza kuambia juzi umbali wa mahali hapa ambapo anaenda. Sema ya kwamba katika njia ya kunyoka safari moja inaweza kuwa kilomita 800, na kitumia njia ya kawaida hizo ni kilomita 1500 kama hapa na Nairobi kwenda na kurudi. Na tunaona ya kwamba mtu huyu anashika njia kuelekea huko, lakini tunakutana mahali hapa fungu la 15. Amefika mahali pale, na fungu la 14 anaweza kufanya maombi. Naanzia 12, na katika ombi lake anasema maneno haya: Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu uyajalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Nimejaribu kuangalia hili neno bwana wangu, my master, katika vifungu hivi ambavyo nimevisoma limetumika mara 22. So huyu Eliaza anapoenda, na hata jina lake unajua halijatajwa. Sijui kwa nini jina halijatajwa, lakini huenda kwa sababu hii kwamba yule mtumwa hana jambo lingine isipokuwa kazi kuu ni kuweza kumwakilisha bwana wake katika uaminifu wote, ya kwamba yeye hakuhitajika kuwa hapa, lakini sura ya bwana wake ilikuwa mahali hapa. Na anasema ya kwamba ukaweza kuniajalia, lakini unaponiajalia mimi
In other words, unamwajalia bwana wangu Abraham. Na anasema ya kwamba anaweza kuweka ishara ya yule mke ambaye atakuwa anamfaa mtoto wa bwana wake. Na anasema hivi kuhusu the characters of this damsel. Fungu la 14 anasema maneno haya ya kwamba basi na iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia tua mtungi wako na kuomba ninywe, naye akasema unywe, nami nitawanyweshwa na ngamia wako pia, basi huyu na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. 15. Yani ona yale maombi ambayo Eliezer anayafanya kumhusu yule mke. Hizi sifa ambazo anaziweka hapa, samahani, ni sifa ambazo zinanena kumhusu yule msichana ambaye anapaswa kuwa mke wa Rebeka, ya kwamba ni msichana mwenye juhudi ya kazi, kwa sababu ngamia mmoja anakunywa kiasi cha lita 80. Kwa hivyo kama ni awanyweshe ngamia 10, inamaanisha kwamba chukua 8 times 10. Huyu msichana ni achote hizo lita 80 za maji, akichota na kunywesha kila ngamia mpaka amalize. Na basi anahitaji mtu ambaye ana ukarimu pia. Ukarimu ni kwamba anasema katika hoja yake ya kwamba atakapofika na nikamuomba maji, anipee maji na siishie tu kunipea maji mimi, pia ajitolee kuonyeshwa. Kwa hivyo mwanamke anahitajika, mwanamke mwenye ukarimu, mwanamke mwenye juhudi. Nilikuwa na wasiwasi sana juu ya yule mke ambaye nitaoa katika maisha yangu, kwa sababu mimi toka katika ujana wangu hakuna siku moja nimewahi kuishi peke yangu. Kila wakati ambapo nimeishi na watu ambao wanaishi wakinitegemea mimi. Toka nikiwa kijana mdogo, nimetoka shule na nilipopata kazi, nimelisha ndugu yangu na mdogo wangu wawili, shemeji ya ndugu yangu. Nimeweza kuwa na bwana ambaye nilikuwa nikifanya kazi na yeye, mtoto wa dadake ambaye alishindwa kumlipia karo ya kwenda driving school, mimi nikajitolea kumlipia, na akawa wanaishi hao watu. Mtoto wa dadangu akawa wanaishi pamoja nami na wanakula juu yangu, wanavaa hata na nguo zangu, na hayo ndio yamekuwa maisha yangu. Na nikawa na wasiwasi yule mke ambaye nitaweza kuoa, kwa sababu inaonyesha kutoka mwanzo Mungu ameazimia haya ndio maisha ambayo nitaweza kuishi. Juzi miezi kama 3-4 ambayo imepita, mke wangu alikuwa ananiambia hivi, mimi sikuwahi kuwa na shida wala sijawahi kuwa na shida watu kuweza kuja kwa hii nyumba, kwa sababu hata nilikujua kwamba si mnajua hata hapa sikuwa naishi peke yangu na sina kazi na sina chakula, lakini bado siishi peke yangu na wale naoishi nao watanitegemea mimi. Kwa hivyo kilikuwa kilio changu ya kwamba nitampata mke ambaye atakapowaona wageni katika nyumba hata sema watammalizia chakula, lakini anahesabu kuwa baraka. Kwa sababu mimi furaha yangu ni kwamba ninapoona watu wanakula na kunywa kutoka kwangu, yani that's where I find satisfaction. That was my cry. Would I get such a woman? Sasa hivi namwangalia dadangu Terry, laiti kama Mungu angeweza kumwajalia kuwa na mume, huyu mume angeweza kubebana na moyo alio nao. Kwa sababu huyu mama ukisema ukarimu, Eliezer anamtaka mke wa Isaka, lakini mke wa Isaka inampasa basi sharti aweze kuwa mke mwenye ukarimu na mke mwenye kuchapa kazi. Fungu la 15 na fikiria nitamalizia tu hapo. Fungu la 15, ikawa kabla hajaisha kunena, tazama Rebeka anatokea binti
wa Bethueli mwana wa Milka mkewe Nahori ndugu wa Ibrahimu, naye ana mtungi begani pake. Amen. Na kabla amalize maombi, mambo haya yanatokezea, na kile kinatokezea ni kwamba mwanamke, binti kweli, anatokezea. Isaia 65 fungu la 24, Biblia inasema maneno haya. Isaya 65 fungu la 24. 65:24. Na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Amen. Kitabu hiki cha Isaya, wakati Isaya anatoa unabii huu, ilikuwa ni unabii wa urejesho mkuu, akiangalia nchi ya Israeli ambayo itachukuliwa utumwa. Lakini tazama, Abraham tayari anaanza kusherehekea urejesho wa namna hii kabla ya siku hizo kuweza kufika, ya kwamba Eliaza wakati yuko katika kuomba kabla amalize, na anapoyafungua macho, yamkini binti anaweza kutembea sawa sawa na jawabu lake. Na utanisomea hadi 21 na nitatoka sasa, nafikiria dakika zangu zimeisha. Tuendelee na 16. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana uso wake, bikira, wala mwanamume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Naye akasema, unywe bwana wangu. Akafanya haraka, akatua mtungi wake mkononi mwake, akamnywesha. Hata alipokwisha kumnywesha, akasema, na ngamia zako nitawatekea hata watakapokwisha kunywa. Akafanya haraka, akamwaga maji ya mtungi wake katika birika, akapiga mbio kisimani, akateka, akawatekea ngamia zake wote. Basi yule mtu akamkazia macho, akanyamaza, ili ajue kwamba Bwana ameifanikisha safari yake, ama sivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungu la 21. And the man wondering at her held his peace to wit whether the Lord had made his journey prosperous or not. Tutaanzia juma lijalo, tutaanzia fungu la 22 tuweze kuona nini kinachoendelea. Ila kwa muhtasari ni kwamba katika fungu hivi ambavyo tumeweza kuviona, tumeona ya kwamba ameweka ishara ambazo anahitaji, na huyu msichana amekuja kwa ile amempa maji, na alipompa maji, nafikiria kama ni kwa ile listi yake ana maki ya kwamba hili nilikuwa nimeliomba. Lakini baada ya kumaliza hivyo, labda anatetemeka aone kama part B ya kile ambacho amekiomba kitaweza kutimilika, na akiona kama mchezo, binti ya watu anajitolea kuwanyweshwa wale ngamia. Lakini anaposhika chombo kwenda kuonyeshwa, Eliaza aseme, wacha, ni wewe ambaye nilikuwa natafuta. Hapana, anangojea, na binti ya watu anaweza kuwanywesha hawa ngamia wote 10. Si dalili alikuwa ameona, sangemwambia aache kwa sababu ndio alikuwa ameona. Hapana, lakini Eliaza kila aliomba mtu ambaye atawanywesha ngamia, si mtu ambaye atasema anataka kuwanyweshwa. Na hivi ndivyo mnavyodanganyika nyinyi wavulana wakati mnatafuta wake wale ambao mnataka kuoa. Kuna wanawake hapa ambao wametreniwa kuweza kuongea maneno mpaka ukasikia wewe mwanaume ukaona hapa nimepata mtu ambaye atasema mimi nitaweza kufulia mamako, hata nitambeba mgongoni, ambaye ataweza kunena kila kitu ambacho unataka. Mpeleke basi akafue. Asiseme tu, asiseme nitambeba mgongoni. Hapana, anaweza kuwa anafanya hivyo ili kuweza kukupata wewe. And Eliaza
waited till the 10 camels had been watered. Brothers, look for a woman who does not say, I will water the camels, but look for a woman who will water the camels. Because kwa sababu kuna wengi ambao wanaweza kuongea kama watumwa, lakini katika kutenda wakatenda kama mabwana. Angalia hayo. Kama anaongea kama mtumwa, atende kama mtumwa. Hicho ndio kitu ambacho Eliaza alihitaji, na alipokiona hicho, Biblia tutaona hapo mbele, mara moja aliweza kukimbia katika hao ngamia, akachukua pete, akaweza kumweka katika pua, akachukua na mkufu wa dhahabu, akaweza kumjaza, mkufu ambao una weigh 115 grams of gold. 1 gram ya gold hapa Kenya, 1 gram, Dennis yuko anvila ametoka tu mapema. 1 gram ya gold ina weigh 19,324.03 cents times 115. Wa mkufu yule msichana yule uvalishwa unafika 2,222,306.1. But huo mkufu ulimfaa mtu ambaye anawanywesha ngamia 10, si mtu ambaye anasema anataka kunywesha, anaweza kanywesha ngamia 10. That woman ambaye unataka kuoa ana karakta hizi. Huyo mume ambaye unasema anataka kuoe, huyo msichana ambaye mpaka una wazimu, ambaye saa zingine unashindwa hata kukula ugali tu wa watu ambao hata hauna makosa yoyote, unakushinda ukula. Anafika thamani ya hiyo bracelet, huyo mwanamume huyo. Baba, naomba uweze kuwasaidia vijana wote ambao wanahitaji kuoa Bwana. Wanapofika kuoa wakaweze kukuamini wewe Mungu, kuweza kufanya uchaguzi ulio mzuri, kuwapa wake wataweza kuwasaidia katika maisha yao ya wokovu na huduma katika dunia wanayoishi. Katika jina kuu la Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo tumeomba nikiamini. Amen.